Majina, mimi naitwa Dr. Jabera Matogoro, ni mkurugenzi mtendaji na mwanzilishi wa chuo cha Tanzania Community Networks Polytechnic College. Ni chuo ambacho kimesajiliwa chini ya NACTVET na kiko maeneo ya Nzuguni, Dodoma, na lengo letu ni kutoa mafunzo ya tehama lakini pamoja na mafunzo ya matumizi ya kuchakata data, namna ya kuchakata data, yani data analysis. Na kwa mwaka huu 2025 tumekuwa na mafunzo ambayo yalianzia Mwanza. Tulikuwa na washiriki zaidi ya 15, lakini tulipotoka Mwanza tukawa na mafunzo mengine ambayo yalifanyikia Morogoro, na bahati nzuri sasa leo tunahitimisha mafunzo ya awamu ya kwanza kwa mwaka huu 2025 katika eneo la Dodoma hapa hoteli ya Royal Village. Na kwa kweli tumepata mwitikio mzuri, tumepata washiriki ambao wametoka kwenye taasisi binafsi, serikali, tunao wanafunzi wanaofanya masomo ya uzamili na uzamivu, lakini pia na watu wanaojishughulika na shughuli mbalimbali, vijana waliomaliza vyuo ambao wameona fursa hii ya namna ya kutumia na kuchakata data kwa ajili ya matumizi mbalimbali. Na kama ambavyo tumejifunza kwenye mafunzo haya, lengo ni kujengeana uwezo, kwa sababu unapokuwa na takwimu inazo taarifa mbalimbali. Na ndio maana tumeona hata katika dira ya 2050, dira yetu ya taifa inayotuongoza sasa namna bora ya kujiendesha, takwimu ni kitu ambacho ni cha msingi sana. Sasa kuwa na takwimu ni jambo moja, lakini kuchakata takwimu ambayo ni bora ni jambo la pili. Sasa mafunzo haya tunawajengea washiriki uwezo kwanza wa namna ya kukusanya data kwa kutumia mifumo ya kidigitali. Sio matumizi ya kukusanya data kwa kutumia makaratasi. Sababu kwanza makaratasi yana changamoto zake. Cha kwanza utunzaji, lakini cha pili uchafuzi wa mazingira. Na cha tatu, muda mwingine unapokusanya data ama takwimu kwa makaratasi, kuja kuzingiza tena kwenye mifumo ya kidigitali unahitaji idadi kubwa ya watu. Kwa hiyo washiriki wamefurahi tulipoanza kuwafundisha namna kutumia vifaa vya kidigitali kama Kobo Toolbox, na hii imerahisisha namna bora ya kukusanya takwimu. Kwa hiyo tunaamini ya kwamba mafunzo haya yatawasaidia wanafunzi wanaofanya masomo yao ya ngazi za juu, lakini pia maafisa takwimu. Na sasa tumejipanga vizuri hata kuwaendea maafisa takwimu wanaokusanya taarifa za kielimu. Ili uweze kuwa mkusanya data, ni lazima kwanza uweze kupewa ujuzi sahihi wa namna ya kutumia vifaa vya kidigitali utakavyoenda kuvitumia. Kwa mfano, tumejifunza namna ya kutumia vishikwambi kukusanya taarifa. Sasa mkusanya data anaweza akawa mtu yeyote, lakini ni lazima apitishwe kwenye mbinu zitakazotumika kwenye kukusanya data, hasa kuvielewa vifaa, kuielewa vizuri mifumo itakayotumika kwenye kukusanya data, na mwisho wa siku kuleta data ambayo ni sahihi na data ambayo ni nzuri. Kwa sababu pia unaweza kuwa na data lakini isiwe data ambayo ni sahihi. Kwa hiyo ninaamini kabisa kwamba mkusanya data anaweza kawa mtu yeyote, na ndio maana sisi tunaendelea kuwajengea uwezo ili waweze kukusanya data ambazo ni nzuri. Sasa ni nani anaweza kawa mchakata data? Mchakata data ni hao wataalamu ambao tunawafundisha. Of course vyuo vyetu vinawaandaa watu kwenye fani tofauti tofauti, na ndio maana tunakuja sasa kuongezea ujuzi zaidi namna bora ya kuchakata data, yani namna ya kufanya data analysis. Kwa hiyo tunaposema kuchakata data, maana yake ni ujuzi kama zilivyo ujuzi zingine kama kujenga na fani zingine. Kwa hiyo ndio maana tunatoa wito kwamba kama unajua unahusika na kuchakata data, basi mafunzo haya ni sehemu sahihi ya kwako kuja kupata ujuzi zaidi. Kwa nini nasema makaratasi si kifaa sahihi kwa wakati huu tulionao? Sababu tunaona wote tunaweza tukakubali kwamba kwa namna moja ama nyingine tumeathirika na
mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo ni lazima sasa mimi na wewe na yule kwa pamoja tushiriki kuelekeza namna bora ya kuifanya dunia yetu iendelee kuwa sehemu salama. Angalia joto linavyokuwa kali, angalia muda mwingine mvua zinakuja katika kiwango ambacho kimepitiliza, na sehemu zingine hata miti inakauka, mimea inashindwa kuistahimili, na muda mwingine hata mifugo inapata madhara makubwa, maji yanakosekana. Kwa hiyo ndio maana sasa tunaposema matumizi ya vifaa vya kidigitali ni wakati sahihi ambao tunatakiwa kuilinda dunia yetu ili iweze kuwa sehemu salama kwa kila mmoja wetu.